Akitoa taarifa ya tukio hilo, kamanda wa polisi wa mkoa wa Ruvuma SACP Marco Chiria anaeleza namna watuhumiwa hawa utapeli walivyomrubuni wakala huyo Bwana Paulo Akweso kukusanya kiasi hicho cha fedha milioni 147.3 na kwenda nazo nyumba moja kulala wageni mjini Songea. Wakala huyo baada ya kufika katika nyumba ya kulala wageni alikutana na matapeli hao na kuambia ambako walimwambia azitandaze pesa hizo kitandani kisha azipake mafuta na aondoke katika chumba hicho bila kukifunga ili malaika waweze kuzichukua fedha hizo na watazirudisha zikiwa zimeongezeka zaidi ya hapo awali. Wakala huyo alitekeleza maagizo kwa kuondoka, na baada ya saa moja alirudi katika chumba hicho na kukuta pesa zote hazipo. Hivyo akaamini kuwa malaika wamezichukua, na wakala huyo aliendelea kukaa chumbani humo kwa muda mrefu akisubiri pesa zirudi, lakini hazikurudi. Kamanda Chiria amewataja watuhumiwa hao wa utapeli waliokamatwa kuwa ni Enosta Kangapi bosi Hanuniwi miaka 36, Kevin Kangapi miaka 37 ambao walikamatwa mjini Dodoma, pamoja na mtuhumiwa mwingine Salva Komba Sichura aliyekamatwa mjini Mbinga mkoani Ruvuma. Hata hivyo, baada ya upelelezi, kiongozi wa kikundi hilo la matapeli aitwaye Enosta Kevin Kangapi aka bosi Hanuniwi, katika akaunti yake ilibainika kuwa na kiasi cha fedha milioni 88 ambazo alikiri kuwa kiasi hicho ni sehemu ya pesa walizotapeli kwa wakala wa Paulo Daniel Akweso, na fedha zingine akiwa amenunua pikipiki 4 na viwanja 3 huko Mbinga. Aidha, kamanda huyo wa polisi wa mkoa wa Ruvuma amesema jeshi hilo limewakamata watuhumiwa wengine 22 wa uhalifu wa wizi, uvunjaji na uporaji wa mikoba ya kina mama pamoja na pikipiki 38 zilizokuwa zikitumika kwenye uporaji huo maeneo mbalimbali ya manispaa ya Songea. Nikiripoti kutoka katika ofisi hizi za makao makuu ya jeshi la polisi mkoani Ruvuma, ni mimi Emmanuel Msigwa, ITV.